Karibu sana kwenye kipindi cha afya, na leo tutaongelea kwa mtu ambaye anapata degedege. Mara nyingi sana inatokea kwa watoto, inatokea kwa watu wazima. Inaweza ikawa ni wengine wanaita kifafa, inaweza ikawa imeenda huko kwenye kifafa, lakini matibabu ni yale yale kwa huduma ya kwanza. Kwa huduma ya kwanza ni kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya cha haraka? Kama mtu anapata degedege, anakakamaa, kitu cha kwanza, hakikisha sehemu ambayo yupo hakuna vitu ambavyo ni hatarishi: umeme, vyuma, meza, visu, moto na vitu vingine vyote ambavyo ni vya umeme. Hakikisha havipo. Hata kama yuko juu kwenye kitanda kwa mfano, kama unaweza kumshusha chini, mshushe chini. Kama hauwezi kumshusha chini, hakikisha unamshikilia, unamsupport, sio kumzuia kukakamaa. Unamsupport, ataendelea kukakamaa pale, unamshikilia asianguke, sio kumshikilia kwamba asikakamae. Unamshikilia tu asianguke. Kwa hiyo unamsupport aendelee, mwache aendelee kukakamaa hivyo. Baada ya dakika 2, dakika 1 itaisha. Sasa ikiisha, mara nyingi hawa watu huwa wanakuwa wamepoteza fahamu, anakuwa hajitambui. Ikiisha anakuwa hajitambui. Kwa kama hajitambui, upande wa kushoto unamlaza upande wa kushoto, kama tulivyoelezea kwenye video nyingine iliyopita kwa mtu ambaye amepoteza fahamu. Kwa hiyo unamlaza upande wa kushoto. Namlazaje upande wa kushoto? Hakikisha mkono unaunyosha kwenda upande ule, mkono wake wa kushoto. Mkono wa kulia unaweka kwenye bega la kushoto, na mguu wa kulia ukunja namna hii, nakunja goti. Alafu unamlaza upande wa kushoto namna hiyo. Kwa hapo akilala hivi hawezi kunanilii, akitapika hayo matapisha hawezi kwenda kwenye njia ya hewa. Kwa hiyo utamlaza hivi kwa muda kadhaa mpaka atakaporudi kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hivi unaweza kumshikilia, anaweza pia akaanza kupata tena. Kwa akianza kupata tena, unamsupport tu akiwa namna hii. Utamsupport, sio kumzuia kukakamaa. Unamsupport, lakini huku ukitafuta namna ya kumpeleka hospitali, au ukipiga simu ya msaada kwa ajili ya kumpeleka hospitali. Usijaribu kumuingizia kitu chochote mdomoni. Usijaribu wakati anakakamaa au baada ya kukakamaa, kama hajajitambua. Usijaribu kumnywesha kitu chochote, kwa mfano maji, uji, chakula na nini. Usijaribu kufanya hivyo, kwa sababu inaweza ikaenda kwenye njia ya hewa, kwa sababu amepoteza fahamu. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo hutakiwi kufanya. Madhara yake, anapopata degedege anaweza akang'ata ulimi, anaweza kujikojolea, anaweza kupata haja kubwa. Ni sawa, inaweza ikatokea. Kwa hiyo hivyo vyote anaweza akavipata kwa wakati mmoja au asivipate. Mate anaweza akawa yanatoka. Kwa hiyo unachukua kitambaa kisafi, unafuta yale mate, hata kama ni matapishi unayafuta kwenye sehemu ya mdomo, unaacha pale chini, au unaenda unatupa, unamsafisha, maana yake kwamba usafi. Kwa baada ya hapo atazinduka, utaweza kuendelea kukaa naye, lakini unashauriwa umpeleke hospitali akaweze kuongezewa dawa zake, kama alikuwa anatumia dawa na unaona bado anaendelea kupata, au ataendelea kutumia dawa zake ambazo alikuwa ameandikiwa hospitali, au wasiliane na daktari wake kama ni mgonjwa wa kifafa ambaye alikuwa anaona na daktari mara kwa mara. Kwa watoto hii huwa inawapata kwa sababu moja, joto la mwili liko juu, anaweza kupata, lakini pia sukari yake ikiwa iko chini anaweza kupata degedege. Joto likiwa juu, mtoto anaweza kupata degedege. Kwa hiyo hakikisha umempunguzia nguo zake na umezipunguza nguo ili kupunguza lile joto, huku ukimpeleka hospitali kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini pia kwa mtoto ambaye hapati chakula, alikuwa labda anaumwa, au alikuwa anatapika, alikuwa anahalisha, mtoto hanyonyi,
amepata hiyo hali, maana yake ni sukari yake labda inawezekana ikawa imeshuka na kumsababishia kupata degedege. Kwa hiyo utamwaisha hospitali, wataenda kumpa dawa, tena atakaa sawa. Kama mtoto amezinduka na anaweza kula, anaweza kunyonya, jaribu kumnyonyesha huku, nampeleka hospitali wakajaribu kuangalia ni nini ambacho kimesababisha yeye aweze kupata degedege.